Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni washukuru nyote ambao mefanikiwa kufika katika ibada ya siku hii ya leo. Nimshukuru aliyetangulia kwa somo la kesha la asubuhi na maombi. Ameturejesha kwa Mungu ambaye yeye husikia maombi yetu. Lakini pia kwa wimbo mzuri ambao tumeusikia. Yote hayo natusogeza karibu na Mungu. Wapendwa ambao mmefika hapa kanisani, lakini pia na wale wote mlio katika njia ya mtandao, asubuhi hii ya leo na katika juma hili tutakuwa na wasaa mzuri wa kutafakari katika maada inayosema sheria za dunia zinaposimama. Sheria za dunia zinaposimama. Niwaalike tupate kuomba. Asante Baba yetu na rafiki yetu mpendwa, kwa kuruhusu tena asubuhi hii ya leo tuje chini ya miguu yako kukusikiliza wewe. Tunaomba uzungumze nasi tena kwa namna ya kipekee katika asubuhi hii ya leo, na Roho wako Mtakatifu awe nasi tena katika jina la Yesu Kristo, amina. Katika juma hili tutakuwa na mada inayosema sheria za dunia zinaposimama. Katika ulimwengu wa leo tunazo sheria, na hizo sheria zinaongoza kwa kila hatua ya binadamu anapoenda. Sheria hizi zingine ni kanuni ambazo zimetungwa na binadamu, wakati mwingine sio binadamu, ni kanuni za asili. Na kwa hivyo kanuni hizi za asili zinatuongoza katika maisha ya kila siku. Utaambiwa ukirusha kitu kwenda juu kitarudi. Kwa nini kitarudi? Kwa sababu kuna kanimvutano, force of gravity. Kwa hiyo ni kanuni ya asili ya dunia kupitia sayansi tunayoifahamu, ya kwamba nikirusha kitu juu kitarudi. Lakini ni kanuni za dunia au ni sheria za dunia wakati ambapo ukitembea juu ya maji we binadamu utazama. Hizo ni kanuni na sheria za dunia hii. Lakini ni kanuni ya dunia au ndiyo sayansi ya ulimwengu duniani, ya kwamba mtu akifa, naam amekufa, amelala, siku ya kwanza, siku ya pili imepita, watu wameshamzika. Kanuni ya dunia inatuambia kwamba huyo mtu amekufa, uhai wake hauwezi ukarejea hata ndani ya siku mbili baadaye. Hata tu amekufa sasa hivi, baada ya dakika moja uhai wake urejee. Ni kanuni za asili ambazo ulimwengu upo nazo. Lakini kanuni nyingine ni pale ambapo unapowekwa kwenye moto tunatarajia utaungua. Na kwa hivyo kanuni ya dunia inatuambia kwamba yeyote ambaye atawekwa kwenye moto tunatarajia atapata madhara ya huo moto. Janielewa vizuri, ni kwamba wakati ambapo umeenda katika mbuga ya wanyama na bahati tu mbaya kwenye kutalii kwako ukakosea namna, na kwa hivyo ukajikuta uko katikati ya mazingira ya simba wakali. Na kwa hivyo sheria ya dunia itakwambia kwamba, au kanuni za asili ya kwamba, kwa sababu simba wana njaa na wewe binadamu umeonekana uko mbele yao, na kwa hivyo wewe kwa huo muda wewe ni chakula chao, na kwa hivyo wewe utakuwa ni kitoweo kwa simba. Hiyo ni sheria ya dunia inatuambia wakati tunapokutana na vitu vya kustajabisha, si tunakuwa matokeo ya hivyo vitu. Lakini katika juma hili
tutasimama kidogo na tutaangalia kuna nyakati hizo sheria za dunia, naam, kanuni za dunia, kuna wakati zilitulia na zikamwacha yeye ambaye ni juu ya kanuni za dunia. Kumbuka katika Mwanzo ile sura ya kwanza unamkuta ni Mungu ambaye yeye aliumba. Anapoumba anajua hiki kitakuwa hapa, kitasaidia hapa na hapa. Naam, dunia ilikuwa utupu na ukiwa, lakini yeye ambaye ni msanifu bora akasema, basi kwa mazingira haya ninahitaji kuwepo na nuru. Nuru hiyo itasaidia viumbe. Naam, kuwepo na jua, kuwepo na mwezi. Kwa hiyo katika juma hili tutaingia kumtazama Mungu ambaye yuko juu ya sheria na kanuni za asili. Wakati ambapo kanuni inatuambia ukifa hauwezi ukafufuka, lakini Mungu anatuambia yeye aliyeweza kumfufua Lazaro amekufa, naam siku ya kwanza, naam siku ya pili, ya tatu, naam ya nne. Lakini yeye ambaye ni Mungu aliye juu ya asili, kanuni za binadamu, yeye anamwambia Lazaro, simama. Na kwa hivyo wanasayansi wanajaribu kutafiti ilikuwaje mtu ambaye amekufa halafu vitu vyake vyote vimekoma, ubongo umekufa, damu haiendi kokote kutoka kwenye moyo, ni mtu aliyekufa. Lakini yeye ambaye yuko juu ya sheria za dunia, yeye ambaye yuko juu ya kanuni, anaamrisha moyo, peleka damu kwenye viungo vyote, na ikawa hivyo, akasimama. Wapendwa, leo tutafikiria sio kwa jambo la kawaida ya kwamba ni nani ambaye yeye yuko juu ya mipaka ya bahari. Ni nani aliyeambia jua lichomoze na mlizame? Kuna wakati aliambia lisimame. Ni nani aliambia jua hilo lichomoze? Na kwa hivyo hizi ni sheria za dunia ya kwamba jua litatoka mashariki na jua litaenda magharibi na litafika mwisho wake. Lakini anayeamrisha kuna wakati jua litasimama. Na leo pia tutapata wasaa wa kuingia kidogo kwa kina kutazama kuna wakati yeye ambaye yuko juu ya kanuni na sheria za dunia aliamrisha jua likasimama. Na katika juma hili tutamtazama Mungu ambaye ni juu ya vyote, yeye ambaye kanuni za asili anaziendesha. Tutamuona yeye ambaye mtu ametupwa kwenye tundu la simba, lakini tunashangaa yeye, simba ambao wanajua kula, lakini simba walipomuona Danieli walitulia, wakafungwa makanwa yao. Hii ni zaidi ya kanuni za dunia. Simba ambao wameandaliwa wiki zaidi ya 2 ili wakamtafune huyu Danieli, lakini cha kushangaza simba wanafika, wanashangaa, huyu mbona ni kama mwenzetu, hatuwezi tukafanya hivyo miongoni mwetu. Huyo ni Mungu ambaye yuko juu ya kanuni za asili. Na tunashuhudia wakati ambapo Waisraeli wakivuka katika bahari ya Sham, kanuni ya asili inatuambia maji katika bahari yanakuwa na mkondo wake, zinaitwa tidal force. Na kwa hivyo ili maji uyagawanyishe kutokea chini kwenda juu, unahitaji nguvu isiyo ya kawaida ya kisayansi. Na mwanasayansi atakwambia hili jambo sio la sasa hivi, ni gumu sana. Lakini kwa Mungu ilikuwa ni jambo la muda mfupi tu, una fimbo utapiga, maji yatatoweka, na ukuta wa maji upande wa kushoto, ukuta wa maji upande wa kulia, na watu wakapita. Haya ni mambo ya ajabu, sio mtu wa kawaida anaweza kuyafanya isipokuwa ni Mungu. Tunajua ya kwamba katika kitabu cha Yoshua, leo tutapata tu wasaa mdogo wa kupitia kitabu cha Yoshua, na katika juma tutakuwa tukitazama baadhi ya sheria ambazo ni kweli dunia inatuambia hivi, lakini Mungu wa juu ya sheria anatuambia hicho ni kigumu kwako, lakini kwangu kinawezekana. Niwaandike katika tafakari ya asubuhi ya leo katika kitabu cha Yoshua sura ya 10. Kitabu cha Yoshua sura ya 10, wasomi wengi na watafiti wa kisayansi
wanakuwa wanasoma na wanaleta nadharia zao na kusema hiki kilikuwaje, hiki kimeendaje, lakini Mungu ambaye ni juu ya sayansi anatuonyesha mambo ya ajabu. Yoshua sura 10 ya kwanza binasema, basi ikawa hapo Adoni-Sedeki mfalme wa Yerusalemu aliposikia jinsi Yoshua alivyoushika mji wa Ai na kuharibu kabisa, akaufanya hivyo Ai na mfalme wake, na jinsi wenyeji waliokaa Gibeoni waliofanya amani na Israeli, na ya kwamba walikuwa kati yao. Aya pili, ndipo wakacha mno, kwa sababu Gibeoni ulikuwa ni mji mkubwa kama ilivyo miji ya kifalme mojawapo, tena kwa sababu ulikuwa ni mji mkubwa kupita Ai. Tutaelezea tu kwa sababu ya muda wetu. Ukipata wasaa pitia kitabu cha Yoshua sura ile ya 10, yapo mambo ya ajabu. Yoshua sura ya 10 ni wakati ambapo Yoshua amepata ushindi na Mungu kule Yeriko. Wamezunguka mji mara 7, Yeriko ikaanguka, na ilianguka tu kwa nguvu ya Mungu kupitia nyimbo. Lakini sayansi nakwambia hilo haliwezekani. Yaani leo watu wazunguke waimbe, halafu kuta sio za kawaida, ni kuta kubwa sana ambazo walijaribu kwa nguvu zao walishindwa. Lakini siku hiyo wanazunguka mara ya pili na mara ya 7, ukuta unaanguka. Hapo walimwona Mungu. Baadaye kwa ujasiri wao kujiamini ya kwamba Mungu amekuwa nao huko Yeriko, basi wakauona mji mdogo wa Ai. Mji wa Ai ulikuwa ni mdogo tu, lakini Israeli walisema huu tutaupiga ndani ya muda mchache. Lakini walipoenda kwa kujiamini walishindwa mara ya kwanza. Waliporudi wakagundua kumbe ushindi wa Israeli haukuwa katika wingi na kundi la jeshi wanalopigana nalo. Lakini ndipo wakarudi, Mungu akawapigania, akamwambia Mungu, tumekosea, tulienda vitani peke yetu na sasa tunataka twende na wewe. Walipoenda wakaupiga Ai. Sasa katika sura ya 10 ni makundi ya wafalme watano. Wafalme watano wakiwa wameungana, lengo lao ni kuonyesha ushindi dhidi ya nguvu za Mungu. Adoni-Sedeki ambaye alikuwa ni mfalme tu wa Yerusalemu anaungana na wafalme wengine, akiwepo Hebron, akiwepo Yarmuth, akiwepo Lakish, akiwepo Eglon. Hawa wote walikuwa ni Wakanaani. Na kwa hivyo ni kwa sababu ni hatua za mwisho kabisa ambapo Waisraeli wanaenda kuchukua na kukaa katika nchi walioahidiwa ya maziwa, namu na asali. Na kwa hivyo Wagibeoni walikuwa pia ni Wakanaani. Lakini awamu hii waliomba msaada kwa Israeli, na kwa sababu ya mataifa matano yaliona ni kwa nini huyu anaungana na Israeli wakati Israeli ni adui yetu, ndipo mataifa ya falme 5 zikamchukia Gibeon, zikaamua ya kwamba leo tutaenda kupambana na Gibeon kwa sababu ameamua kuungana na Israeli. Habari njema ni kwamba Gibeon anapeona majeshi yanakuja ya hawa Amori, hawa Lakish, wakija wamejaa na silaha zao. Gibeon kwa sababu alikuwa hana uwezo, akatuma barua kwenda Gilgal. Kwa nani? Kwa Yoshua. Akamwambia mwambieni aje atusaidie, hatutaweza, hawa falme 5 zimeungana na hivyo tutakufa. Ndipo wakaja. Yoshua usiku sana akaja akavamia ule mji akawapiga. Ndipo katika sura ile ya 10, maneno haya nayapenda sana tunapoelekea mwisho katika sehemu hii ya kwanza. Ndipo katika ile aya ya 8 Mungu anamhakikishia Yoshua. Bwana akamwambia Yoshua, usiwaache watu hao, kwa kuwa mimi nimekwisha kuwatia mikononi mwako. Hapana mtu awaye yote miongoni mwao atakayesimama mbele yako. Lakini aya ile ya 11 anasema, aya ya 12, ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua, naam wewe jua, simama kimya juu ya Gibeon, na wewe mwezi simama katika bonde la Aijalon. Lakini aya ile ya 13 ni sauti ya Yoshua, anasema wewe jua simama na mwezi simama.
Lakini aya ya 13 anasema ndipo jua likasimama. Haleluya! Jua likasimama kwa sauti ya mtumishi wa Mungu na mwezi ukatulia. Jua naam likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jipatiliza juu ya adui zao. Wale ambapo vita imepamba moto na Yoshua akitazama masaa yamekwenda, na anajiuliza kwa sababu vita ameahidiwa na Bwana kwamba watashinda, na hivyo wafalme wale wote wa yale mataifa matano walikimbia, wale wengine wakawa nakufa. Walipokuwa kimbilia eneo inaitwa Horem, ndipo mvua ya mawe ikawanyeshea, wakafa huko wakikimbia. Lakini sio tu hivyo, alipoona wafalme wamekimbia, Yoshua akasema, Mungu simamisha jua, nataka ushindi wako udhihirike leo, ili waonane katika uwanja wa vita. Na ndipo mwishoni mwa kisa hiki Yoshua akatangaza ushindi kwa Bwana. Nini tunajifunza katika asubuhi hii ya leo? Mungu anapoongea hata jua linasimama. Na asubuhi ya leo natambua kuna watu ambao wanapitia nyakati fulani ngumu, lakini ikiwa ni Mungu ambaye alisema jua lisimame na mwezi ukasimama, jua ambalo ni kubwa zaidi ya 109 ya dunia yetu, dunia ambayo tunaona ni kubwa lakini ndogo mara 109 kwenye jua, na jua ikiwa tu ni nyota kubwa, lakini yeye alisema lisimame jua na mwezi ulisimama. Unadhani huyo Mungu ambaye aliweza kusimamisha kanuni za asili, masaa yakasimama, mwezi ukasimama, watu wote walitarajia jua linazama, jua likasimama, vita iendelee, unadhani anashindwa kusimamisha shida unayopitia katika asubuhi hii ya leo? Shida ya magonjwa unayopitia, ikiwa jua lilisimama, hawezi akashindwa kusimamisha ugonjwa unaopitia. Ikiwa ni hali ya uchumi iliyoteteleka, ikiwa naam jua lilisimama kwa ajili ya watu wake, hawezi akashindwa kusimamisha dhoruba katika maisha yako. Hata jua linasimama, hakuna sheria ya dunia inayoweza kumzuia Mungu. Hakuna sheria ya namna hiyo. Kama Mungu alisimamisha jua, ataweza kusimamisha tatizo lako leo. Naam, ikiwa aliweza kusimamisha jua, wewe ambaye hauna mtoto, hawezi akashindwa kukwambia, mwanangu, na kupatia zawadi ya mtoto. Ikiwa ni uchumi ambao umeyumba, ameweza kusimamisha jua, ameweza kusimamisha mwezi, hawezi akashindwa kusimamisha tatizo lako. Na mnajua kuna watu wamelala kitandani, wanasumbuliwa na kansa katika maisha yao. Kansa imewatafuna, kisukari kimewatafuna, na kwa hivyo kila wakiamka wanahesabu siku tu za kuishi. Lakini asubuhi leo nikutie moyo kwamba kansa sio mwisho wa maisha. Ugumu wa maisha sio mwisho wa maisha. Ugonjwa unaopitia, kukosa kitu fulani, sio mwisho wa maisha. Tunaye Mungu ambaye yeye ni juu ya vitu vyote. Kama Mungu alisimamisha jua, ataweza kusimamisha changamoto ya maisha yako. Kile kinachokimbia dhidi yako, kila kitu ambacho kimeonekana kuwa shida kwako, yeye ana uwezo wa kukituliza, kwa sababu yeye ni bingwa wa kutatua matatizo ya watu. Mungu anaweza kukisimamisha asubuhi ya leo. Binadamu atakwambia hakiwezekani, hakiwezekani. Huyu atakwambia hapana, hakiwezekani. Daktari bingwa amesema hakiwezekani. Lakini Mungu anakwambia kinawezekana. Mungu anaweza kuwa, muda unaweza ukawa umeenda, umechelewa kwa mjibu wa wanadamu, lakini kwa Mungu bado muda haujaisha. Yoshua aliona muda ni kama umeenda, jua linazama, vita inaenda kuwa kali, lakini Mungu alimwambia Yoshua, ninakupatia masaa mengine ya vita, na hii vita unashinda. Muda unaweza kuwa umeenda, lakini kwa Mungu bado anasema nina mpango na wewe. Machozi yanaweza kawa yanatiririka moyoni mwako, unalia kila asubuhi, mchana, jioni, lakini habari njema ni kwamba yupo Mungu ambaye yeye anatuliza ghasia maishani mwetu. Yeye ni Mungu ambaye anatuliza tunayopitia maishani mwetu. Yoshua hakubadilisha vita, lakini alibadilisha muda wa vita. Kuna wakati tunapitia vita fulani na watu wameungana kutukandamiza, lakini habari njema ni kwamba Mungu
anaweza asibadilishe vita yako, lakini yeye atabadilisha muda wa vita yako. Hakuomba nguvu zaidi, lakini aliomba muda usimame. Hakuongea na adui, lakini yeye Yoshua aliongea na jua ambalo Mungu aliliweka chini yake. Kama jua linaweza kusimama asubuhi ya leo, basi hakuna hali isiyoweza kusimama. Ikiwa jua lilisimama, hakuna changamoto ambayo inaweza ikashindwa kusimamishwa chini ya mikono ya Mungu. Kama Mungu aliingilia mifumo ya dunia, kama Mungu aliingilia Milky Way Galaxy, akaingilia akasema, sasa ndiyo mna utaratibu wenu wa kuzunguka nyota, mwezi na jua, lakini sasa hivi mimi ndiye niliyeumba jua, simama, nina jambo na watoto wangu. Asubuhi ya leo natambua kuna watu ambao wanapitia nyakati ngumu, nyakati ambazo huenda anayezijua ni Mungu na wewe. Hakuna kiongozi wa kidini anayejua, hakuna mzazi wako anayejua, hakuna yeyote anayejua, lakini ni Mungu anayejua unayoyapitia. Kuna wakati hata ukiwaambia binadamu wanaweza wakashangaa, unawezaje kutembea ukiwa hai ili hali unapitia haya magumu? Lakini Mungu anakuambia subiri tu kwa muda kitambo, mimi ninaenda kukushangaza. Mungu yeye ni Mungu ambaye anabadilisha njia zetu. Wakati ambapo njia haionekani, yeye anakuambia nimeshatangulia mbele, nifuate, kwa sababu mimi ni nahodha ambaye siwezi nikakutupa kamwe, siwezi nikakuacha. Hata kama binadamu atakuacha, lakini mimi siwezi nikakuacha. Kama Mungu aliingilia mifumo ya dunia, leo hii si siku ya kawaida. Ni siku ambayo sheria zinaweza kusimama kwa ajili yako. Ni siku ambazo magonjwa yaliyokusibu yanaweza kusimama tu, kwa sababu ni Mungu ameamrisha mishipa ya damu, ameamrisha mifumo ya mwili, na ndipo muujiza unatokea. Maandiko haya, hili sio tu jambo la kihistoria, lakini jambo ambalo watafiti wengi sana wa kisayansi wamefika na kusema hakika Mungu atabaki kuwa Mungu, kwa sababu wamejaribu kuangalia, je, masaa ambapo jua linaposimama na mwezi unaposimama, madhara gani yanatokea kwa binadamu? Kwa sababu kubadilika kwa dakika chache katika mfumo wa jua, solar system, madhara yake ni makubwa kwa wanadamu. Sababu jua likizidi kidogo ni madhara makubwa. Jua likipungua, barafu itakuwa ya kutosha na maisha yetu yatakuwa hatarini. Asubuhi ya leo tutaenda kumwomba Mungu. Natambua ya kwamba kuna wakati wenda magonjwa uliomba Mungu atoe ugonjwa, lakini ugonjwa bado upo, na umeomba asubuhi, jioni na mchana. Umejitahidi sana kumwambia Mungu, toa hii kansa, ukinipa masaa machache nitakutumikia kwa hali sio ya kawaida. Mungu, hebu niinue katika hili, ukiniinua nitafanya mambo ya ajabu. Lakini kwambie, kuna wakati Mungu anapokuja mbele yetu hasimamishi, habadilishi vita, lakini anapunguza muda wa vita. Hujanielewa vizuri. Kuna wakati ugonjwa wako madaktari wanaweza kukuambia tutakulaza ndani ya miezi 5. Ugonjwa unaweza kuwa ni miezi 5, lakini Mungu yeye anaweza siutoe huo ugonjwa, lakini anakuambia mimi nitakupunguzia siku za ugonjwa. Ikiwa uliweka jambo fulani ndani ya muda fulani, yeye anaweza kubadilisha majira yetu. Niwaalike nyote tusimame tunapoleta maombi yetu kwenye sanduku hili na kuandika yale ambayo yanatusibu na kutoa sadaka zetu ambazo tunazo. Niwakumbushe ya kwamba jua lilisimama na mwezi namu lisimama. Ikiwa hivi vilisimama, Mungu hawezi akakuacha. Hawezi akashindwa kusimamisha zoruba yoyote unaoipitia, zoruba ya magonjwa, zoruba ya kila namna, hawezi akaacha kuisimamisha. Kuna wakati tutaona ni kama inaendelea, lakini yeye ambaye anajua mwanzo wetu, anajua mwisho wetu, anaweza kubadilisha dhoruba ambayo unaipitia. Asubuhi ya leo
Tutapata wasaa wa kila mmoja kumwambia Mungu. Huenda kuna jambo fulani unaona kabisa ili Mungu akilisimamisha itakuwa ni wokovu wa maisha yako. Huenda jambo hili akilisimamisha kwa ndugu yako litakuwa ni wokovu kwa ndugu yako. Na kwa hivyo tutakuwa na wasaa wa kila mmoja kumwambia Mungu, wala kwa dakika chache ambazo tutazipata. Mwambie tu Mungu ya kwamba kuna wakati haubadilishi vita, lakini unapunguza muda wa vita. Nipatie kuwa na subira katika wakati, kwa sababu binadamu wataniambia hakiwezekani. Watakwambia hiki hakiwezekani. Jambo hili kwa kawaida kabisa, madaktari wakishatoa kipimo hiki ambacho CT scan imeonyesha, hauwezi ukaleta matokeo tofauti. Lakini ni Mungu ambaye yeye anaweza kuleta jambo tofauti. Nakumbuka kuna mtu ambaye alikuwa na ugonjwa wa HIV, lakini ameenda kupima mara kadhaa na matokeo yalikuwa ni yale yale. Lakini alimwambia Mungu, nifanyie tu muujiza katika hili. Ndio nimeshaupata, lakini ninaomba siku moja niende hospitali waniambie hakuna. Siku moja akaenda kupima hospitali moja wapo, akaambiwa hana. Akasema hapana, unadanganya. Akaenda hospitali nyingine, hapana. Hospitali zaidi ya 5 zote zikamwambia hauna. Unadhani ikiwa aliweza kubadilisha hicho ambacho binadamu atakwambia haiwezekani, lakini Mungu anakwambia ambalo haliwezekani kwa binadamu, mimi ninaweza. Basi tutaomba, kila mmoja omba kwa dakika moja, mwambie Mungu ambaye unatamani tu akufanyie muujiza katika hilo, kwa sababu akikuacha maisha yako yatakuwa ni ya hatarini. Nami nitamalizia kwa ombi. Baba yetu wa mbinguni, kila mmoja amekwambia ambalo anatamani umtendee kwa kila aina. Kuna wengine wanatufuatia kwa njia ya mtandao na wao wamekwambia yale ambayo wanatamani watendee, lakini tunawatamani yote tutendee yawe ni kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu. Tunaomba yote hayo kwa sababu ulisema yoyote tutakayoyaomba tuamini yamekwisha kuwa ya kwetu. Sio tu kuwa ya kwetu, tuamini tumekwisha kuyapokea. Kwa imani hiyo tunaamini ya kwamba umemtendea kila mtu kwa hitaji lake. Leo tena itakuwa ni siku nyingine ya kazi. Kila mmoja kamfanikishe kwa kila atakaolitenda. Na mara tu baada ya siku hii kuisha, tukarudisha sifa na utukufu kwako, kwa sababu ni wewe na wewe peke yako ambaye unatutendea miujiza ambayo dunia itazidi kushangaa, na wakituuliza tutasema ni wewe peke yako ambaye umetutendea haya. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo, amina.